Ijumaa yenye baraka na kheri tele tele. Kwa hiyo na mimi Ijumaa na baraka hizo zimenikuta na niko salama. Bana, leo hii viongozi wa Simba wameibuka na kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na mwenendo wa klabu hiyo. Kubwa zaidi wamesema kwamba klabu ya Simba haina mgogoro wowote ambao unaendelea, lakini pia mfumo wa transformation umekamilika ndani ya klabu ya Simba, na hii tunaweza tukasema ni taarifa njema kwa upande wenu nyinyi kama mashabiki. Tuanze na mfumo wa mabadiliko ndani ya klabu ya Simba. Wamesema kwamba ni mfumo ambao hakuna klabu yoyote ambao unafanya ambacho kitaenda kufanya kwenye klabu hiyo, haswa ni kwa wanachama na pia kulipia kadi hizo za wekundu wa Msimbazi Simba. Kwenye hili mnasemaje kama mashabiki wa Simba? Kwanza kiu yetu kubwa ni kutoka kwenye mfumo wa zamani wa miwani ambao kuingia kwenye mfumo huu. Kwa hiyo ilikuwa ni kiu, na nadhani tuna kama miaka 8 tuko kwenye kurudisha hizo za kufanya klabu yetu ende kwenye mfumo mwingine. Kwa hiyo kama viongozi wetu wametoka mbele na kuna baadhi ya vitu wameweka sawa, mfumo usonge mbele, kwetu ni furaha, kwa wakati fulani furaha, lakini kila mwana Simba lengo lake na nia yake kuiona klabu yake ikiingia katika mfumo ambao tunahitaji wa kisasa, timu yetu ile kufanya vizuri. Kwa hiyo katika hilo ni viongozi, lakini sisi tunachohitaji wawe tu wa kweli. Yaani wanaposema kwamba tumekamilisha, sio mara ya kwanza, wanarudia, wanasema tumekamilisha, mwisho wa siku zoezi na kanda ya kabitaka ile haliko sawa. Kama sasa hivi wanatuhakikishia leo imekamilika, tunaomba likamilike ili tutoke hapa tulipo tusonge mbele, kwa sababu Simba ni klabu kubwa. Kabla hatujakamilisha hivyo vitu tushakuwa wakubwa. Kwa hiyo tutakapokamilisha na uhakika tutasonga mbele zaidi. Kwa hiyo kiu ya wana Simba ndio hiyo, na niwapongeze viongozi katika hili, ila hawezi kufanikiwa bila kuwa na mshikamano na umoja ambao ni slogan yetu ya nguvu moja. Kwa hiyo mimi niwaambie tu tunapenda wawe wamoja na kila jambo letu liende katika uelezi wa klabu yetu na tufanikishe kile ambacho tunatarajia. Baada ya maneno mengi kuzungumzwa kwamba klabu ya Simba pengine hakuna ushirikiano kwa upande wa viongozi, leo hii wamejibu na kusema kwamba kama viongozi hawana mgogoro wote ambao unaendelea, lakini nyinyi kama mashabiki huku, lakini kama wanachama mnaona mwenendo wa klabu yenu si nzuri. Wao wanasema hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea shambani. Ujue tunapofanya vibaya klabu kuna maneno mengi yanasema. Inawezekana huo mgogoro haupo au upo, lakini kinachosababisha mpaka tunaonekana mgogoro huko kwa sababu timu yetu haifanyi vizuri. Timu ingefanya vizuri, nadhani maneno yasingekuwepo. Hata kama angekuwepo, lakini angekuwa hayana nguvu, kwa sababu yasingeendana na kile ambacho kinatokea uwanjani. Matokeo ya uwanjani yanawavuruga wanachama kabla ya Simba na mashabiki, na ndio maana unakuta wanasema kuna mgogoro, kuna mkuana. Lakini mimi niseme Simba ni taasisi ambayo ina watu waelewa sana, na sasa hivi kitu ambacho kinachotutafuna, tumevalishwa vazi la chuki kwenye miili yetu. Kila mwana Simba anamchukia mwana Simba mwenzie. Kwa hiyo hii imekuwa ni chuki, ndio maana wanasema kuna kama mgogoro. Lakini mimi niwaambie viongozi wajitathmini, na wajue tulipoteleza wapi. Ligi imesimama na mashindano ya kimataifa yamesimama. Turudi tukiwa tuna nguvu moja kweli, sio nguvu moja ya maneno kweli. Kwa hiyo tukirudi tuna nguvu moja, nadhani maneno yote yatamalizika. Leo wametuhakikishia, tumemwona mwenyekiti wa bodi Mzee Magoli, tumemwona mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu na CEO wa Simba Zubeda, wamekaa pamoja, na maana ule ndio muunganiko wa klabu ya Simba. Sasa muunganiko ule tunaomba uendelee kuwepo, ili na sie mashabiki na wanachama tuwe katika muunganiko kama walokuja wao pale, kwa sababu ukizungumzia Simba ni wale watu walokutana leo. Wengine tunafuata kama vile kwenye hata kauli za wale viongozi zinakuwa ziko juu zaidi. Kwa hiyo sisi tuwaambie viongozi, tunapenda nguvu moja irudi. Hatuhitaji kusikia propaganda wala maneno, kwa sababu leo kiongozi huyu anatoka naongea hili, kiongozi huyu anatoka naongea hili, ile na si natuvuruga. Ndio maana hata leo kauli ya Mzee Magoli kwamba ndani hakuna mgogoro, kuna watu wameshtuka, kwa sababu Mzee Magoli ndio alisema kuna watu wako ndani wanasema wanahujumu klabu na ikifungwa wao wanafurahi. Sasa leo kauli ya Mzee Magoli kusema kwamba mgogoro umeisha au hakuna mgogoro, kwa upande fulani watu wamechukulia mawazo chanya. Kuna mwingine kachukulia kwa nini alituambia mgogoro huko, leo anasema mgogoro hapo. Lakini kuna mwingine anasema inawezekana wamekaa chini wakakubaliana. Ila neno lenye thamani ni moja tu, la kwamba tunachohitaji, hata kungekuwa na mgogoro ndani Simba, hamna familia ambazo hazigombani. Kwa hiyo tunachohitaji wao waweze kushikana na wawe wamoja, na watuunganishe washabiki na wanachama, tuwe pamoja ili Simba yetu iweze kusonga mbele. Ndio namna ambavyo amezungumza kuhusiana na pia na timu kufanya vibaya, kwamba
wachezaji ni kama mnawapa maneno nyinyi kama viongozi, na hili pia lilikuwa miongoni mwa kitu ambacho amenijibu Clatous Magoli na kusema kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea kupanikiza ama kuanikiza wachezaji labda wakose magoli uwanjani. Hili pia mlikuwa mlipiga kelele, hatimaye leo pia mlijibu Shabani. Mimi nadhani kalijibu, lakini kuna zana zinatengenezwa na watu, na hili koti tulilovalishwa la chuki, ili koti kuna sijui nani kafanya kazi ya kutuvalisha Simba koti la chuki, kwa sababu leo sio wachezaji hawa, vizazi vingi wachezaji wa Simba hata kama wana mapenzi na klabu yao wanashushiwa thamani na kuonekana hawana thamani na wapendi klabu na maneno ya watu ambao watu wao ni watu wa Simba. Leo mimi nakupa mfano mmoja. Kuna kipindi watu walikuwa wanamshambulia Captain John Boko kwa maneno makali sana ya kumdhihaki sana, ya kumuona hana thamani na kitu anachofanya kwa Simba. Lakini leo Simba inapofanya vibaya, nimeona kwenye peji ya Boko anawaomba wana Simba watulie, Simba itarudi kwenye mfumo wake na tutapata raha. Hivi leo kama Boko, kuna wengine walidiliti kusema Boko Yanga. Hivi mtu wa Yanga ana uwezo wa kuzungumza maneno kama aliyosema Captain Boko? Sasa kuna chuki. Ili koti tulilovaa, naomba wana Simba tulivue ili koti, tulivue ili koti la kwamba kila mchezaji au kila mwana Simba haitakii Simba mema. Kuna kauli zingine zinawavunja nguvu. Leo kuna wana Simba wanasema ili Mpanzu mwili uko Simba, roho haiko Simba. Mimi nasikitika sana. Mimi niseme kweli, Mpanzu anatoa jasho lake kwa kupambana kuipambania klabu yetu. Mpira una matokeo tofauti uwanjani. Eli Mpanzu sio ndo wachezaji 11 wa Simba, yeye moja wapo wapambanaji wa klabu yetu. Mnaposema maneno yale, Eli Mpanzu anapata zile taarifa. Kwa hiyo hata kucheza kwake kuna mtia hofu, ndio maana saa nyingine kuna vitu anapoteza uwanjani. Kwa nini wana Simba hatumwamini Eli Mpanzu? Tumebandikiwa chuki na watu ambao sio wa kwenye klabu hii kwamba Eli Mpanzu hafai. Kwa maneno mengi anasema. Leo Soa akafungiwa mechi 5 kwa kosa ambalo wachezaji wengi wamelifanya kwenye ligi hii. Lakini leo mashabiki wa Simba ndo wanamwataki Soa kwamba huyo sisi tulijua tu, hamna chochote. Huyo sisi tulijua, huyo sisi tumeuziwa kanjanja, huyo kabandikizwa. Leo Didi Diara ambaye wanamtegemea timu mpinzani wetu uwanjani, kaenda kumfanyia kitu kibaya mchezaji wa Mtibwa akiwa tena hana mpira. Kaenda kampushi na kiwiko. Lakini wenyewe wanamtetea yule mchezaji. Leo watu wanaenda kumwataki Soa kwamba sisi tulisema huyo mchezaji bandikizi. Sasa naomba wana Simba tulivue ili koti la chuki tulilovalishwa na watu kwamba sisi tunawataki wachezaji wetu, sisi tunawataki Simba kwa Simba, sisi kuna kipindi watu wamemwataki mpaka mwekezaji Mohamed Dewji. Ili koti tulilovalishwa kwetu sio saizi yetu wana Simba. Tulivue, tuipende simu yetu. Na tujue kabisa mpira una matokeo matatu: kushinda, kutoa sare na kufungwa. Tuondoe chuki la hili koti tulilovalishwa wana Simba. Magoli amesema kufungwa kwa Simba ni tatizo la kiufundi, viongozi hawahusiki. Mpira una mambo mengi uwanjani. Mpira ukisajili, ndio maana kuna benchi la ufundi, kuna daktari wa timu, kuna mweka kuwatengeneza kisaikolojia wale wachezaji, kuna wachezaji kulala sehemu nzuri, kuna wachezaji kula chakula kilichokuwa bora, kuna vitu vingine nje ya uwanja, kuna mambo mengi. Sasa ukizungumzia mpira kwenye sekta moja nakosea. Mzee Magoli kasema kwamba leo tumekosa watu mitatu nyuma: golikipa wa timu ya Simba ambaye ndio tegemezi, beki wakati wa timu ya Simba Abdulrazak Hamza ambaye yeye alikuwa anacheza na Rushen De Reuck. Abdulrazak amepata injury, lakini kazungumzia Rushen De Reuck kapata tatizo. Unapovunja ukuta wa watu watatu tegemezi, unategemea nini? Mimi kuna mfano huaga napenda kutoa. Kuna mwaka England walienda World Cup, David Beckham peke yake alipata injury. Makanisa yote ya Uingereza alimuombea David Beckham arudi kwenye timu yake ya taifa. Labda kuna watu kipindi hiko hawajafuatilia mpira, wanazungumza tu. Kwa nini David Beckham? Ilikuwa hamna wachezaji wengine. Uingereza mzima iliombea dua David Beckham apone. Na kweli madaktari walikesha, watu makanisani walikesha, kila mtu kwa imani yake alimuombea David Beckham apone. Na alipopona alisaidia timu yake ya Uingereza. Simba tumepata injury ya wachezaji watatu tegemezi: beki Abdulrazak Hamza,
beki Rushan Derok, beki nani, golikipa Pilipili kama hayo sio mapengo? Kwa nini tuhukumu tu kwa kile kilichotokea? Kwa nini tusiangalie leo kimpira, leo ile yenyewe ni kosa, lakini ukiachia hilo msema goli kaenda mbali. Simba tumepoteza mwalimu ambaye yeye alipendekeza wachezaji tuliwasajili. Simba tumepoteza mwalimu ambaye aliondoka na timu kwenda pre-season wapi Misri. Tumeleta mwalimu mwingine. Mwalimu mwingine alipokuja, inawezekana wachezaji hawapendekeza Fadlu, yeye hakuendana nao katika kasi ya kile kikosi chetu. Simba imepoteza matokeo, watu wanatukana, watu wanasema maneno mengi, watu wanashutumiana, watu